hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. 11 na kumalizia. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mungu abariki masomo yote mawili na jina lake. Bwana Yesu awabariki kwa kutusomea vizuri. Tokea na igoro tuharĩrie na wĩna ndũmĩrĩri nyĩmbo citũ cia 10:40. 10 rũgama ituharĩrie na ndũmĩrĩri 10:40. Na naona inaandikwa nasikia kuyo sijui nani kuongozea leo na. Nasikia kuyo sijui sauti sijui. Nasikia kuitwa na sauti yako, nikasaliwe kwa damu yako, ni kwako nimesogea nini kwako, unisafi kwa damu yako, ni kwako tumesongea mtini pako, utuoshe tusafi kwa damu ya kuagikwa kwako. Nena nasi kwa njia ya kipekee, kwa njia ya kiroho, katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo, Bwana atukuzwe. Jina ni Julius, nimeokoka adhuhuri hiyo. Nasema ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana atukuzwe.
kama Danieli anavyosema katika Danieli 11:32 ya kuwa those who know their God shall be strong and they shall do exploits. Hiyo ndio ninayoshaurikia, ya kuwa wamjuao Mungu wao watakuwa na nguvu na watafanya makuu. Bwana atukuzwe. Basi ninashaukia kumjua Mungu wangu, kwa sababu kama neno linaniambia nimjue, inamaanisha bado sijamjua kabisa. Na ndiposa Paulo naye anasema ya kuwa nataka kumjua Yesu zaidi. Nataka kumjua Yesu na nijue nguvu ambazo ziliweza kumfufua kutoka katika kaburi. Bwana atukuzwe. Tunaona Paulo anataka kumjua Yesu. Na mahali pengine pia anasema ya kuwa katika Warumi 1:21 anasema ya kuwa yes, kumjua tumemjua, lakini hatumtumikii ama hatukai kadri na mapenzi yake. Hatumtumikii kama alivyo Mungu licha ya kuwa tu na mjua. So pangu ninataka kumjua. More about Jesus would I know. Sina lingine katika ushuhuda wangu ni kusema ya kuwa Mungu nifunulie zaidi na zaidi, kukujua zaidi na zaidi, nikusogee karibu na karibu, mtini pako nisafiwe kwa damu ya kuagikwa kwako, ewe mwana wa Mungu. Bwana atukuzwe. Kitambo kidogo ama tulipokuwa tukianza ibada, nikaona pengine nguvu za giza zinataka pengine kujiinua tuonyeshe katika uimbaji. Lakini nikaambia shetani, yes, jaribu kuingia katika uimbaji, lakini katika neno tumekushika na tumekuseta na hauna mamlaka. Just imagine wimbo ambao ukienda makanisani mengi, wile wimbo ni kama chorus. Bwana atukuzwe. Kitabu cha Tenzi kiko na nyimbo 138. Unapata kanisa huwa linachezea nyimbo chini ya 10. Tuko wapi? Nikazingatia ya kuwa mwalimu akianzisha subtopic ikiwa ngumu, kwa sababu kuna topic ambazo zinakuwa ngumu, ni kuachana, huwa anawachana nayo, huwa anasonga nayo mbele. Twagereria rwimbo rware matwatigana na rwari rwimbo number 117 ni rwehera thini wa Kisimagu tondu tutiroi. Ndamenya ino ni ataki yake, ndamenya ino ni ataki ya shetani. Ndori nare mwadhaniri ona rwagwita muhunjiari ona ruta gukorwo no shetani kuigwashiria naruo, lakini haikuwa vile, kwa sababu shetani akitambuliwa huwa na ninajua kabisa asubuhi wakati huwa tunakuja hapa tuhoyagira maundu mothe, niko na uhakika vile tunakuwa tunafanya, lakini shetani ameshindwa na hana uwezo na hana nguvu na mamlaka. Tumesoma neno vizuri sana katika Mathayo 8:28. Mungu akanipa ujumbe mfupi sana, ujumbe ulio mfupi sana, na nilisikia mahali ya Yohana wakisema Julius anasema ni ujumbe mfupi, lakini ni lazima aende zaidi ya dakika 30. Kwa leo ni mfupi, hata sidhani tutafika dakika 20. Bwana atukuzwe. Hata 15 sijui sana. Bwana atukuzwe. Lakini ujumbe wa kichwa cha leo ni the impassable road becoming passable. The impassable road ama way ama route becoming passable. Njia isiyopitika kuweza kupitika. Njira itagerekaga kana njira itagerwo gũtuĩka njira ĩkũgererwo kana kũhingũrwo. Ndapaura na thiomisho ithatũ. Bwana atukuzwe. Haha nitwarwo ni katika mji wa Wagerasi, ya kuwa Yesu akaweza kupita mahali pale,
na kutoka katika makaburi pakatokea jamaa wawili ambao walikuwa wamepagawa na mapepo. Walikuwa wakali mno kiasi kwamba hakuna mtu angeweza kupitia njia ile, ilikuwa impassable. Ukiangalia tukikuwa hali ya geti mbele na adhuhuri, pana adui pengine ako na silaha na anashambulia watu, tunaweza tukapita mahali pale? Hatuwezi. Sasa ile njia katika huo mji wa Wagadara wa Gerasi, hakuna mtu angeweza kupita mahali pale, kwa sababu wale watu walikuwa wakitokea, zile nguvu zilikuwa ndani yao, zilikuwa ni kali mno kwa kuwashambulia wapita njia. Mahali pale hapangepitika, lakini mwishowe paliweza kupitika. Na paliweza kupitika ni kwa sababu yule ambaye Biblia inasema ya kuwa yeye ndiye njia, he is the way, na tumeandikiwa hapa vizuri katika Yohana 14:6 ya kuwa Jesus is the way. Hata siendi huko kwingine kwa sababu mtume wangu Jesus is the way. Ndio tunaona kiandiko hapa na ni Yohana 14:6. Sasa njia haipitiki, na hapa amekuja kupitia yule ambaye anaitwa njia. Bwana tukuzwe. Njira ni wagereka, na njira wetaragereka ni hoka kugerera mundu witagwo njira. Hebu nione. Njira no kunyegereke. Ile njia ni lazima ipitike, kwa sababu mwenye ambaye ndiye yeye mwenyewe ndiye njia, ndiye amekuja kukabiliana na hali ilivyo katika ile njia. Tumesomewa na msomaji wa pili ya kuwa alimpa jina, alimwadhimisha, akamuinua, akampa jina ambalo limepita majina yote. Jina ambalo limepita majina yote, ya kuwa kwa ile jina kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kuwa Kristo ni Bwana. Mwadhani ya Mungu. Nditiko toka mbele mtu wake ni kwa toba. Ndio hali tunasikia watu ambao wanamuongelesha huyu ambaye is the way, Jesus Christ. Unasikia wanamwambia namna gani? Je, una nini ewe mwana wa Mungu? Ni kina nani hawa wanaongea ndani ya hawa watu wawili? Unasikia ndio mara nyingine watu wawili. Si nasema walikuwa watu wawili. Demons, mapepo, mahinya, na mahinyali yanatambua, zile nguvu zinatambua huyu ni mwana wa Mungu. Kila ulimi utakiri ya kuwa Kristo ni Bwana. Huyu ambaye ameadhimishwa na kupewa jina ambalo linapita majina yote, ya kuwa una nini nasi ewe Kristo mwana wa Mungu. Na ni mahia nowe ni mamenya oyo ti mundu wa kawaida, oyo ti watugiragia gerere haha, oyo titawe tutwerire njira ino impossible, oyo no nginya amigere. Walimwambia namna gani? Iwapo yani, na wakati wetu haujafika, umekuja kututesa kama wakati wetu haujafika. Inamaanisha namna gani? Kumbe nguvu za giza zinakuwa na timeline katika maisha yetu. No gukora ni kuri nyamuna, ni kuri roho muna wakuohire na ukirikira ihinda riria ugwikara ukuohete mpaka wewe mwenyewe utakapoweza kujifungua, ama utakapojifunganisha na huyu ambaye anaweza kufungua njia, ufunguliwe. Otherwise, nguvu hizo za giza, principalities and cosmic powers, ndio hizo ziko na time, a set timeline ambayo vingi wangane tu ikaida ina tutamito. Chunga sana. Ukikosa kujijua, kuna nguvu ambazo zaweza kaa ndani yako, zisipotolewa zitakuangamiza mpaka wale wetu Mungu atusaidie.
lakini hawa wanasema ama umekuja kututesa kabla wakati wetu haujafika. Na ni kweli wakati wao ulikuwa haujafika, lakini wakati wao wa kutoka kwa wale watu wawili ulikuwa umefika. Sasa mpaka zinapea Yesu condition ya kuwa kama utatutoa kwa hawa, utupeleke kwa mahali. Mpaka sasa wanasema mahali wanataka kwenda. Mwadhani ya Roho. Katika maisha yetu kuna njia ambazo zimefungika, zimefungwa. Njia pengine ambazo zimefungwa katika jamii yangu ni tofauti na njia ambazo zimefungwa kwa jamii yako. Njia ambayo imefungwa katika maisha yangu sio pengine njia ambayo imefungwa katika maisha ya mzazi wangu, mke wangu, watoto wangu, ama watu wetu, ama pia nyinyi ambao tunashiriki pamoja. Kila mtu ako na njia yake ambayo imefungwa kwa njia ya kipekee. Hario tuoya la Ngai undu uyu uhinguke na ni uturite tutekuhinga. Habari njema hii ya kuwa kuna huyo ambaye aliadhimishwa na kupewa jina ambalo linapita majina yote. Huyo anaweza kuifungua ile njia because he is the way. He is the way. He himself is the way. John 5:5 talks about Yohana katika kisima cha Batimo. Yeye anasema ya kuwa kwanza katika habari ya Yohana ambaye alifurahisha, anasema ya kuwa I was inspired in the way of the Lord. Bwana atukuzwe. Because Mungu aweze kunena na wewe, ni lazima ndugu na wewe dada uwe katika roho. Kama Mungu atanena na wewe, sio ukiwa katika mwili. Iwe mwilini. Wewe umena ini, wewe juko ini, wewe jabani ini, gayaraniye nawe. Huyo sio yule Mungu ambaye huwa tunamjua. Hapana. Mungu ndiposa aweze kunena na wewe ni ukiwa katika mlima wa Ifrate, ni ukiwa katika maombi, ni ukiwa katika ushuhuda, ni ukiwa katika ushirika, ni ukiwa katika kusoma neno lake, ni ukiwa katika kutafakari neno lake, ni ukiwa katika njia zake. Wakati ule atakuhudumia. I was inspired in the day of the Lord. John 5:5 inaongea ya kuwa ukawa na kitabu ambacho kilikuwa kimekosa mtu wa kukifungua. Malaika mkubwa anauliza vile. Naye Yohana akalia sana ya kuwa ni nani huyu atakayetufungulia hiki kitabu. But one of the elders, mmoja wa wazee, akaja akamwambia, usilie, maana kumepatikana mmoja ambaye ni wa kabila la Yuda, mzizi wa Daudi, ambaye yeye ana uwezo wa kufungua zile tembe na kuingia katika kile kitabu. Ndirenda kukuratiri muru mwari wa ithe witu, njira ĩyo ũrona nĩ ũremetwo nĩ kũgerera, njira ĩyo ũrona nĩ ĩhingĩkĩte. Kuna mmoja huyu ambaye ni wa kabila la Yuda, huyu ambaye ni wa shina la Daudi, ana uwezo wa kufungua hiyo njia. Gutira makanya ni njira. Gutira makanya ni ĩrĩkũ tũremetwo kũgerera ta kanitha. Gutira makanya nĩ ĩrĩkũ tũremetwo kũgerera ta district, ta family, ta we mũndũ kĩũmbe, ta itũra, ta bũrũri. Gutira makanya. No nĩ atĩ kwĩna ũmwe ũrahota kũmĩhingũra, nake nĩ Jesu Kristo. Ũcio wakĩrĩirwo hinya wothe na rĩtwa rĩkĩrĩte marĩtwa mothe, ũcio nĩ aramĩhingũra. Bwana atukuzwe. Ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna, kwĩna ũcio ũrahingũra njĩra. Ĩyo ĩramũthĩnia, tiga kwenda kũmenya ũcio ũngĩ arathĩnio nĩ ĩrĩkũ. Wee ũĩ yaku, wee ũĩ ya gĩikaro gĩaku, wee ũĩ maũndũ maku, ĩra Ngai hingũrĩra njĩra. Bwana atukuzwe. Mwini wa rũmba akĩra akiuga maũndũ mega njĩra. Ndĩraigua Jesu akiuga Father. Arauga njĩra ĩhingũke, rwĩmbo rwa thĩna rũkinye mũico. Mwathani arogoce. Atigwa hĩndĩ. Nĩkũini maũndũ mega njĩra. Ndĩraigua Jesu akiuga Father. Arauga njĩra ĩhingũke, rwĩmbo rwa thĩna rũkinye mũico. Ngai nĩakinya
ĩrĩ thĩinĩ wayo is like a page. Na gũtirĩ page ĩtũragwo. Page you must turn over, si ndio? Ukimalizana na hii ukurasa ni lazima utafungua ukurasa mwingine. Hatirĩ condition ĩtũragwo thĩinĩ wa mũtũrĩre. Leo utaniona hivi, kesho utaniona vile. Leo nitakuona hivi, kesho nitakuona vile. Kwa hivyo usinihukumu, nisikuhukumu kutokana na jinsi ulivyo siku ya leo. Kama unajadili korokile wito mugunda harĩa kĩanda handũ he mĩtĩ ya mĩbariti, ndĩraikara thĩ hau nikajifanya self evaluation, nikauliza Mungu. Kuna swali niliuliza Mungu. Kwanza nikaambia Mungu asanti kwa sababu ya kanisa letu la Kisia, kwa sababu ni kanisa lenye principles ambazo linafanya kanisa letu kusimama. Leo nikaja kulini imwagani thĩinĩ wa ũtungata-rĩ, thĩinĩ wa kanitha wa Kisia korwo ndungata cithuragwo no cikaga kũheo rũru rũrĩa cikũrĩithia, rũtuĩke nĩ ndungata cithurwo no cioke cigwo haha mbere ciĩrwo o andũ nĩ macagũre ndungata yao. Ndĩroria Ngai nĩ ingĩrĩ district tondũ maũndũ marĩa andũ maroraga-rĩ ti mo Ngai Bwana tukuzwe. Ndĩroria Ngai korwo nĩkuo Mwathani kanitha witũ hana atĩ atungatĩri nĩ mamũrwo, rĩu nĩ mekĩrwo kĩng'ang'a-inĩ parish ciĩrwo ũkai mũthure mũtungatĩri ũrĩa mũkwenda. Elders nĩ mamũrwo, nĩ marora-inĩ haha mbere, district ũkai mũthure elder ũrĩa mũkwenda. Believe you me, kũrĩ tũgĩtiga nĩ waga district ĩgũkwenda nĩ tondũ marakũrora kana makũrore marigũ rĩu ũyũ-rĩ na ndĩraitĩra maitho. Bwana tukuzwe. Nĩndaitĩra rĩthori na Ngai aranyũmĩrĩria. Mwathani aranjĩrire ũrĩa Jesũ oigire ya kuwa sio ninyi mlionichagua mimi, bali mimi ndiye niliyewachagua ninyi. Mwathani aranjĩrire ndĩratungatĩrwo nĩ Roho wa Ngai na ndĩragĩa. Bwana atukuzwe. Ya kuwa ti andũ magũcagũrire na ti andũ macagũraga, ni Ngai ũcagũraga. But mimi niliuliza tu Mungu, ningekuwa na kundi la kulinda, kwa sababu watu watachagua yule ambaye tukwenda yes ndio twara merero ni MMF-rĩ anaturusha mbele, tukienda mũndũ ĩkĩ ona no kwa Victor ile tuweterwo meteirwo Julia Saha kama wangeambiwa chagueni wengine Bwana huyu anatupeleka wapi? Lakini hatujui kesho itakuwa namna gani, kwa sababu ukurasa wa Mungu rĩngĩ njĩra ĩrĩa ũmũthĩ ũtarahota kũmenyera nĩ tondũ nĩ egũka ũngĩ nĩ ũkũmenyerera. Bwana tukuzwe. Rũciũ ũkorwo harĩa ũrarĩ mũthenya wa Sunday tũkĩaria na ndungata twakoranire vestry meranaga atĩrĩrĩ nĩ Elder Monica na Elder Grace atĩ ndũkanjene harĩa ũrambirĩte nyendaingĩra vestry-inĩ nĩguo mahũrire na rwĩmbo rũu atĩ ndũkanjene harĩa ũrambirĩte ira nĩ tondũ rĩrĩ Ngai arandutire hau. Bwana tukuzwe. Usinitafute mahali uliniwacha jana, ukinitafuta hapo utapata Mungu aliniondoa. Kwa hiyo kama utanijaji kutokana na jinsi nilivyo leo na kesho nikiwa juu, Bwana tukuzwe. Kwa hivyo Mungu atusaidie, na inasemwa ya kuwa hii njia ambayo imefunguka imefungika, hakika inafungika. Tukienda kumaliza pale mwisho, hawa watu kwa sababu zile nguruwe zile mapepo ziliambiwa basi enendeni, na zikatoka zikaenenda kwa zile nguruwe na zile nguruwe zikaangamia. Mungu akanikumbusha ya kuwa wale nguruwe ujue walikuwa ni mali ya mtu, ilikuwa ni investment ya mtu. Ilikuwa ni investment ya mtu, na nguruwe wamepata kuangamia kwa sababu nguvu mbaya zimeingia ndani yao na wakaangamia. Tulimaliziwa somo hilo na ya kuwa hawa wawili walienda, wachungaji ndio walienda kule mjini, wakaenda kusema yale yaliyowajiri.
Na wale watu ambao walikuja kutoka mijini walisema ama wakamsihi Bwana Yesu huyu ambaye lijia, wakamsihi aondoke katika mipakani mwao. Bwana atukuzwe. Haya hena ndomako huo kuma kupagawa na zile mapepo. Si wamekombolewa wale watu wawili. Na njia ikafunguka kwa sababu sasa haya mapepo si ndio yalikuwa yanafanya njia iko kwa sababu yanafanya hawa watu wakuwe wakali. Sasa hilo ni jambo zuri limefanyika. Lakini upande mwingine kuna mtu alipoteza stock yake ya nguruwe. Si ndio? Na ndio tunataka hapo kidogo. Omo ndio habari ya bio ya nguruwe iliyashika. Tutafundisha ni nguruwe nyingine. Biblia inasema kundi la nguruwe zilikuwa ni nguruwe wengi. Ni nguruwe wengi. Sasa hawa wachache wanasema kama hawa ambao wametoka katika miji wanasema tafadhali uondoke katika mji wetu, katika mipaka ya mji wetu. Mambo manene ya mikakanyara. Wewe ni kugaramia la gari. Kaa nasi kama niko mwilala ondoka katika maeneo yetu. Wewe ndio unachukulia yale Mungu anafanya kwa njia gani? Matendo yako, mienendo yako, njia zako huwa za mfukuza huyu ambaye anafungua njia, huwa za mfukuza kutoka maeneo yako, ama wewe wataka akae katika maeneo yako. Bwana atukuzwe. He is there to yani, you want him to review ya kuacha. You want him to review or to lead you, lead ya kuongoza. Ni sawa? Unataka akuache, wewe unamfukuza ama unataka aje mkae pamoja na yeye. You want him to lead you, akuongoze ama to lead you. Hawa walimsihi aondoke kule katika mji wa Magerasi, kwa sababu waliona uzito wa hasara ya nguruwe ambazo zimeangamia majini. Hawakuzingatia lile jambo jema limefanyika, watu wawili wamefunguliwa. Bwana atukuzwe. Kaine mwibambe kanjira ya hatari najira wene jirele ni agerekire kana ni agerekire. Nikirudi kwa dini, impassable road becomes passable. Imekuwa passable. Wale watu wawili wameondoka. Sasa kila mtu anaweza pita ile njia. Hivyo ndivyo itafanyika katika maisha yangu, katika maisha ya elders wenzangu, katika maisha yako, katika maisha ya jamii yako, katika nchi yetu, katika kanisa letu. Jirele tuona nitulemetwo kugerera umuthi, nitukumigerera katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Lifuate jinsi lilivyo. Asante kwa kutufungulia hizo njia. Tunakushukuru na ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. God bless you. Bwana Yesu aendelee kukubariki na ukurati magari maya na igondokero rĩa kwĩtwara thĩ kiugo kĩa Ngai nĩ gũthikĩrĩria ũrĩa igũrũ rĩroiga Mwathani arogocwo na nĩ wega gũtwaranaga na mahinda Jesũ arogocwo. Nĩma tũkũrũgama tũine rwĩmbo rwitũ rwa kũrĩkia kĩbungo kĩa mbere na chorus ni ujumbe wa Bwana. Ndio binafsi yake ciothe. Rugama ina igoro. Bwana Yesu asifiwe. Namba. Oh, sorry.
nĩngũkenio nĩ kiugo 118 times 118 nĩrĩmwe gũthikĩria igũrũ rĩa rĩra igokaigua rĩrĩa kũhutia mwathani arogocwo gũtiũkire tondũ nĩ kawaida rĩrũra rwĩgo skrini-inĩ. Bwana asifiwe. Ni ujumbe wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ngweta tuina stanza na chorus. Todo tuina eros. Sisi tukao mahinda moto la kuhani. Mwathani arogocwo. Aliyekuwa naongoza jitagwo Mũkua Njoroge Jesũ nĩ mwathi na nĩ mũhonokia wa muoyo wakwa. Na nĩndakena nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. He rwĩmbo ngwenda kũina ari ciake ya Biblia. Maũndũ no merĩ marĩa